Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnuko Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba hizo chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka ni siku moja imepita toka nchi ya Israel ilipobadilisha sehemu ya mahesabu yake kuhusiana na movement ya jeshi la Israel upande wa kusini mwa nchi ya Lebanon. Na hii ni kutokana na sehemu ya tangazo ambalo lilikuwa likiakisi kwamba ni amri ya Waziri Mkuu Netanyahu kwa jeshi la Israel kwamba wanakusudia kuweza kufanya mashambulizi katika mji wa Beirut, lakini vile vile kufanya mashambulizi katika sehemu ya Dahia, sehemu ambayo inapatikana nje kidogo ya mji wa Beirut. Na sehemu mbili hizi maana yake ni sehemu ambazo zinachukua uzito wa hali ya juu. Kwa upande wa Beirut maana yake inazingatiwa wazi kwamba ni sehemu ya mji mkuu wa nchi ya Lebanon, na ndio kilele cha subira ya nchi ya Iran kwamba mashambulizi yakifanyika katika upande wa mji wa Beirut maana yake ni moja kwa moja kabisa kwamba sehemu ya makubaliano ya usitishaji wa mapigano itakuwa imekiukwa kwa kiwango cha juu ambacho hakiwezi kuifanya Iran kuwa na subira katika hilo. Lakini vile vile mashambulizi kufanyika katika sehemu ya Dahia. Sehemu ya Dahia ni moja katika sehemu muhimu kwa kuzingatia ndiyo ngome kuu ya kundi la Hezbollah. Manake makao yao makuu hasa yanapatikana katika maeneo ya Dahia. Bali hata kifo cha Hassan Nasrullah alikuwa kiongozi wa kundi la Hezbollah manake kilitokea katika sehemu ya mji wa Dahia. Lakini vile vile ukiachilia mbali hapo, kutokana na umuhimu wa sehemu hiyo, na ndio maana hata jeshi la Israel moja katika sera yake au doctrine yake ambao wamekuwa wakiishi nayo inajulikana kama Dahia Doctrine, ambayo ni sera inayoruhusu jeshi la Israel kuweza kushambulia katika sehemu za makazi ya watu na sehemu ya miundombinu ya kijamii kwa lengo la kupambana na adui zao, ambao hasa manake unazungumzia katika upande kama ule kule Gaza, manake unazungumzia kundi la kama la Hamas, lakini vile vile katika upande wa kusini mwa Lebanon manake unazungumzia kundi kama la Hezbollah. Kwa ule muundo wa Israel kuwa wanashambulia katika sehemu za makazi ya watu, wakati mwingine wanatoa amri za watu kuweza kuhama, au katika sehemu za miundombinu kama madaraja, manake ile ni sera ya jeshi la Israel inajulikana kama Dahia Doctrine. Sasa tangazo la Waziri Mkuu Netanyahu inaonekana kwamba lilipata mabadiliko, lakini asili ya mabadiliko hasa ni kutokana na statement kutoka katika jeshi la IRGC, kwa maana kwamba ya nchi ya Iran, lakini vile vile ikifungamanishwa na baadhi ya kauli ambazo zimetolewa na baadhi ya viongozi wa juu kama kina Mohammed Bakiri Kalibafu ambaye ni spika wa bunge wa nchi ya Iran, lakini vile vile ndiyo kiongozi wa sehemu ya mjadala wa mazungumzo baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani. Na tangazo lao lilikuwa liko wazi kwamba iwapo Israeli watashambulia katika mji wa Beirut, lakini vile vile watashambulia katika sehemu ya Dahia, tafsiri yake ni kwamba Iran itajiondoa rasmi katika sehemu ya mazungumzo baina yake na nchi ya Marekani, lakini vile vile sio tu kujiondoa katika sehemu ya mazungumzo baina yake na Marekani, bali Iran yenyewe kuingia rasmi katika mgogoro baina yake na Israel kwa kushambulia upande wa kaskazini mwa Israel na kushambulia katika sehemu ya base za Israel. Jambo ambalo kwa upande mmoja au mwingine lilimsukuma Rais Donald Trump kuweza kuingilia kati, kuongea na Waziri Mkuu Netanyahu, ambapo baadhi ya vyombo vya habari kama Axios vimekuwa vikizungumza kwamba walizungumza kwa ukali, kwa maana Rais Donald Trump alikuwa ni mkali kwa Waziri Mkuu Netanyahu, jambo ambalo kwa upande wetu manake hatulichukui katika uzito huo, kwa kuzingatia kwamba operation za upande wa kusini mwa Lebanon manake ni operation ambazo zina baraka ya nchi ya Marekani. Na ndio maana Irani walipotangaza kwamba wanakusudia kushambulia upande wa kaskazini mwa Israel, haraka sana Marekani waliingilia kati kupitia Rais Donald Trump, na Israel wakaacha plani yao ya kushambulia katika mji wa Dahia na katika upande wa sehemu ya Beirut.
Hii ni wazi kabisa kwamba operation ambazo zinafanywa na Israel upande wa kusini mwa Lebanon ni operation ambao serikali ya Marekani manake imezibariki ziweze kufanyika katika muundo huo uliopo hivi sasa. Na lao wangekuwa kwamba hawajali support hilo, manake ingetokea kama move iliyotokea siku ya leo ya kwamba Israel kushindwa kufanya mashambulizi katika upande wa kusini, upande wa mji wa Beirut na katika sehemu ya Dahia. Sasa move hii ni move ambayo tunaichukua katika uzito wa hali ya juu. Hii scenario yote manake ni scenario ambayo tunaichukua katika uzito wa hali ya juu. Na tunachukua katika uzito wa hali ya juu kwa kuzingatia mambo mengi. Jambo la kwanza ni tunasema projection of power. Ile uwezo wa Iran kuweza kutandaza sehemu ya nguvu yake. Kwa maana kwamba Iran kupitia msimamo wake umeweza kuifanya Israel kushindwa kushambulia katika sehemu ya Beirut na kushambulia katika sehemu ya Dahia. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini vile vile kupitia msimamo wake na yale maelezo yao waliyoyatoa ya kwamba ikishambuliwa sehemu ya Beirut maana yake watashambulia upande wa kaskazini mwa Israel, hilo vile vile limemsukuma Rais Donald Trump kuweza kuingilia. Pamoja na kwamba statement yake ilikuwa inaashiria kwamba Israel na Hezbollah wataacha kushambuliana kabisa, lakini kilichokuwa kinaashiriwa hasa ni Israel kuacha kushambulia au kufanya movement katika upande wa sehemu ya Beirut, bali sehemu ya mashambulizi au ugomvi baina ya Hezbollah na Israel maana yake utakuwa umewekewa mipaka. Mipaka manake Israel watakuwa wanaweza kushambulia maeneo mengi ambayo yanapatikana katika upande wa kusini mwa mto Litani, na kama watapanda kidogo manake ni katika miji inayokaribiana na sehemu ya kaskazini mwa mto Litani. Lakini wakati huo vile vile Hezbollah sio kwamba labda wataacha kushambulia upande wa Israel, kwa sababu opinion ya mwanzo au mawazo ya mwanzo yalikuwa yanatolewa na Marekani ilikuwa ni kwamba Israel wataacha kushambulia Beirut na sehemu ya Dahia iwapo Hezbollah wataacha kushambulia upande wa kaskazini mwa Israel. Lakini mawazo au ujumbe wa Hezbollah ambao ulikuwa umepeleka kwa Nabi Berri, yule spika wa bunge wa Beirut wa Lebanon, ilikuwa ni kwamba kustopisha Hezbollah ili iweze kustopisha mashambulizi upande wa kaskazini mwa Israel, ni Israel iweze kustopisha mashambulizi kabisa katika upande wa kusini mwa Lebanon, na sio sehemu tu mahususi kwamba Israel wasiposhambulia Beirut maana yake ni kwamba Hezbollah waache kushambulia katika upande wa kaskazini mwa Israel. Ina maana katika mazingira ya namna hiyo Israel ingekuwa na uhuru wa kushambulia upande wa kusini mwa mto Litani, wakati Hezbollah wasingekuwa na nafasi ya kushambulia katika upande wa kaskazini mwa Israel. Jambo ambalo linaonekana ndio hesabu hasa ya Israel, kwamba Israel ilikuwa inahitaji situation irudi katika uhuru waliokuwa nao mwanzo miezi takriban kama 17 nyuma, kwa maana kwamba kuanzia mwaka 2024 mwishoni mwaka 2024 walipoingia katika ceasefire na kundi la Hezbollah, maana yake ni kwamba Israel ilikuwa inaweza kushambulia katika upande wa kusini mwa Lebanon vile wanavyotaka, bali Hezbollah walikuwa hawawezi kushambulia katika upande wa kaskazini mwa Israel. Kwa hivyo calculation sasa hivi ni calculation ambayo manake inaifanya Israel kulingana na hiyo intervention au kuingia kati kwa Rais Donald Trump, manake kunaifanya Israel sasa hivi sehemu ya mashambulizi yao kuwa na kikomo, kwamba wanaweza wakashambulia kusini mwa mto Litani pasi na kwenda katika upande kama kule Beirut. Lakini hilo manake halitoizuia Hezbollah wenyewe vile vile kushambulia sehemu au position za Israel katika upande wa kusini mwa Lebanon, lakini vile vile na katika upande wa kaskazini mwa Israel, manake katika miji kama ya Galilei, na maana inaonekana kama siku ya leo zimeweza kufanyika mashambulizi takriban kama 17 mpaka 20 ya rocket kuelekea katika upande wa kaskazini mwa Israel. Sasa mazingira namna hii tumesema kwamba ni mazingira ambayo yanaakisi nguvu ya Iran, kwa sababu kupitia kauli yake walioitoa ndio imeifanya Israel kushindwa kushambulia Beirut, lakini vile vile imemfanya Rais Donald Trump kuweza kuingilia kati katika hilo. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ambalo tumekuwa tukiliona kupitia move hiyo ni kuonyesha wazi kabisa kwamba Iran wako tayari kuingia katika mgogoro mwingine kwa hivi sasa. Iran inaonyesha wako tayari kuingia katika mgogoro mwingine kwa hivi sasa. Na calculation yao inaonekana kwamba inatazama kwamba kipindi hichi ni kipindi kizuri zaidi kuweza kuingia katika mgogoro wote kuliko itakavyokuwa baada ya kumalizika kwa World Cup.
kwamba kwa mazingira sasa hivi Marekani kuingia katika mgogoro wa moja kwa moja na nchi ya Iran, licha ya kwamba tumekuwa tukikariri kwamba madhara yake yatakuwa ni makubwa kwa upande wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini kile ambacho tunachokiona ni kwamba Marekani kwa hivi sasa hayupo katika position nzuri, kwa kuzingatia kwamba kuna mazingira yanayoendelea nchini mwake pamoja na nchi za pembezoni, kwa maana kuelekea katika World Cup. Inawezekana kisiwe kipindi kizuri zaidi kuingia katika mgogoro mkubwa kama huo baina yake labda na nchi kama ya Iran. Lakini katika upande wa Iran, wanachokiona sasa hivi ni kwamba ni kipindi kizuri cha wao kuweza kudictate terms, maana yake tawalia yale masharti ya mgogoro. Ndio maana unaweza kuona kama kipindi hiki kitendo chao cha kusema kwamba tutashambulia kaskazini mwa Israeli, hilo peke yake kama sharti waliloliweka ili Beirut isishambuliwe au Dahia isishambuliwe, maana yake hilo limeweza kufaulu, kwamba Israel hawezi kushambulia Beirut wala hawezi kushambulia kule upande wa Dahia, hasa kwa kuchelea kwamba Irani watashambulia upande wa kaskazini mwa Israel. Kwa hiyo kipindi hichi maana yake kama Irani walikuwa wanakusudia kuingia katika mgogoro wa moja kwa moja labda na Israel au na Marekani, basi kipindi hiki huenda kilikuwa ni kipindi kizuri zaidi kuweza kulifanya hilo. Lakini jambo la tatu ambalo tumekuwa vile vile tukilitazama ni madhara ya hichi kikomo cha kwamba Israel wasishambulia katika upande wa Beirut. Maana yake ni kwamba muundo wa vita hivi sasa umebadilika, na umebadilishwa zaidi hasa kwa kutumia matumizi kama ya drone, zile FPV drone. Kwa maana kwamba movement ya sasa hivi ya jeshi kama la IDF imekuwa inahusiana zaidi na kufanya mashambulizi makubwa katika baadhi ya maeneo ya kusini mwa Lebanon, kufanya mashambulizi kuhakikisha kwamba wanaangusha majengo na mfano wake. Lakini ile movement ya jeshi imekuwa sio movement ya speed hiyo, bali mashambulizi yamekuwa ni makubwa zaidi kuliko ile movement ya jeshi. Na hii ni kwa sababu ya matumizi ya drone, kwamba drone ambazo zimekuwa zikitumika hivi sasa zimekuwa zikileta madhara makubwa katika upande kama wa vifaru, zile Merkava tanks, kiasi ambacho movement yake inabidi iwe ni movement ya taratibu ili kuhakikisha kwamba wanaendelea kubaki katika usalama. Lakini vile vile kutokana na matumizi ya drone, imekuwa hata sehemu za mikusanyiko ya wanajeshi wamekuwa wakati mwingine inaleta madhara, kiasi ambacho inabidi kuhakikisha kama mazingira yanakuwa cleared vizuri, na ndio movement zingine ziweze kufanyika. Sasa shida inakuwa ni sehemu moja. Unapokuwa unawekewa kikwazo kwamba kuna mazingira fulani ambayo unaamini adui yupo lakini hauwezi kushambulia, tafsiri yake ni kwamba ile inakuwa ni sehemu sahihi ya adui yako kuweza kujificha. Na panapokuwa kuna sehemu sahihi ambayo wewe huwezi kushambulia lakini adui anaweza kujificha, maana yake ni kwamba hilo linaruhusu kuendelea kuexperience upinzani wa hali ya juu kutoka katika maeneo ambayo wewe huna uwezo wa kushambulia, pamoja na kama unafahamu adui yupo, lakini vile vile na yale maeneo ambayo unaweza ukashambulia ikiwa adui yako vile vile ana uwezo wa kujificha katika maeneo hayo. Kwa hivyo manake limitation hii au kichi kikwazo ambacho kimewekwa kwamba Israel wasishambulie katika miji kama Beirut na mfano wake, manake hili ni tatizo. Na tunasema kwamba hili ni tatizo kwa sababu sio tu kwamba Hezbollah manake watakuwa wana sehemu za kujificha ambazo huwezi kushambulia, lakini vile vile shida nyingine ni kuifanya gharama ya vita kuwa kubwa, kwa sababu Hezbollah wanafahamu hawawezi kuwazuia Israel kuingia katika upande wa kusini mwa Lebanon au katika maeneo mengine. Hili ni jambo ambalo liko wazi. Lakini wanachojaribu kukifanya ni kwamba ni kuhakikisha kwamba mgogoro unakuwa na gharama kubwa kwa Israel. Ikiwa kama kwa siku moja inaweza zikapigwa labda vifaru 5 au 6 kwa kila siku moja, maana yake tafsiri yake ni gharama ya vita inakuja kuwa kubwa zaidi. Katika upande wa wanajeshi, katika upande wa miundombinu inakuwa kubwa zaidi. Na hii ndiyo njia ambayo Hezbollah wanaamini kwamba wanaweza wakapambana na Israel kwa kuhakikisha gharama ya vita inakuwa kubwa. Kwanza katika upande wa Israel yenyewe, upande wa kaskazini, kama sasa hivi inaonekana kwamba shule zimefungwa, zimelazimika zifungwe toka mgogoro huu ulipoanza, lakini watu wengi wamekuwa wakilazimika kuhama kutoka katika upande wa kaskazini mwa Israel, manake miji kama Kiryat Shimona, maeneo ya Galilei, watu wengi wamekuwa wakilazimika kuondoka kwa sababu ya hali ya usalama, kwamba silaha au mashambulizi yamekuwa yakifanyika katika upande wa kaskazini mwa Israel, kiasi ambacho hata wapinzani wa Waziri Mkuu Netanyahu wamekuwa wakati mwingine wakimuuliza kwamba unazungumziaje ushindi, yani ushindi wa namna gani, ikiwa mpaka sasa hivi kipimo ambacho unakitumia katika upande wa kusini mwa Lebanon ndio kipimo ambacho vivyo kinatumika katika upande wa kaskazini mwa Israel. Ikiwa watu wamelazimishwa waweze kuhama upande wa kusini mwa Lebanon, lakini vile vile watu wamelazimika waweze kuhama kutoka katika upande wa kaskazini mwa Israel.
kwa sababu ya mazingira ya usalama kuwa katika hali ambayo sio nzuri. Kwa hiyo changamoto kubwa, ukiachilia ile ambayo tumezungumza kwamba adui anakuwa na sehemu sahihi ya kujificha ambayo wewe unakuwa huwezi kumfikia, lakini shida nyingine ni gharama ya vita, kwamba namna ya kupambana na Israel katika nadharia ya Hizbullah ni kuamini kwamba inabidi gharama ya vita iwe kubwa, na ndio doctrine ambayo vinatumiwa na Iran. Iran walikuwa wanafahamu kwamba Marekani wakitaka kushambulia katika nchi ya Iran watashambulia, kwa sababu wana utajiri wa ndege na mfano wake, wanaweza wakafanya mashambulizi. Israel wanaweza wakafanya vile mashambulizi katika nchi ya Iran. Lakini Iran ukiangalia doktrini yao hasa ilikuwa imekusudia kuifanya gharama ya vita kuwa kubwa, na ndio maana ile battle space au sehemu ya wao kupigania waliichagua sehemu kubwa, eneo lote la Mashariki ya Kati, maana yake kuanzia Kuwait, Bahrain, United Arab Emirates, Qatar, Saudi Arabia, kwenda mpaka Jordan, kwenda mpaka Israeli yenyewe. Kote ilikuwa ni battlefield ya battle space ya Iran, ili kufanya gharama ya vita kuwa kubwa, kwamba wanaweza wakapiga sehemu yote ambayo ina gharama kubwa kiasi ambacho yale mashambulizi ambayo unayafanya dhidi yao, hata kama unatumia umeweka budget fulani, madhara wanayosababisha wao kwa kutumia vifaa vyao au drone zao zile za bei rahisi, maana yake inakuwa ni kubwa kiasi ambacho unafanya kwamba gharama ya vita inakuwa kubwa na hasara yake inakuwa kubwa kiasi ambacho utalazimika wewe kuweza kuingia katika makubaliano ya amani kwa sababu ya kuhofia ile gharama ya vita inavyokuwa kubwa. Kwa hivyo hii limitation ambayo imewekwa ya Israel kuto kufanya movement katika nchi, katika mji wa Beirut au katika maeneo kama ya Dahia, madhara yake hasa ni hayo, kwamba adui manake anapata sehemu ya kujificha ambayo wewe huwezi kushambulia, lakini vile vile anakuwa na nafasi nzuri ya kuifanya gharama ya vita iweze kuwa kubwa zaidi ya vile ambavyo unatarajia, na kiasi ambacho baadaye inaweza ikakulazimisha ukashindwa kupigana hiyo vita. Na mfano mzuri unaweza ukapata vile picha hata kipindi kama cha ukoloni sehemu kubwa ulianguka kwa sababu ya gharama ya kuweza kucontrol zile sehemu ambazo zilikuwa wakati mwingine zinafanya upinzani, kwamba unapambana labda na raia wa maeneo husika kwa muda mrefu kiasi ambacho gharama ya kuzuia ile movement yao inakuwa kubwa, mwisho wa siku inabidi uache huru yale maeneo ambayo umeyahodhi. Na hili ni jambo ambalo wakati mwingine inawezekana likaja likaiathiri Israel kutokana na mazingira ambayo yaliyoko hivi sasa. Lakini jambo la mwisho ambalo tumekuwa tukilitazama mpaka hivi sasa, tunachokiona ni kwamba Marekani, hatua ya mazungumzo yao na Iran ilikuwa imefia katika sehemu nzuri. Maana mambo mengi ni kama wamekubaliana. Katika upande kama wa nuclear, mpaka ilifikia hatua Marekani wakataka commitment ya Iran kwamba hawatatengeneza silaha. Iran wakasema hawatatengeneza silaha. Wakaenda mbali zaidi kwamba hamtonunua silaha, hatonunua silaha. Hii maana yake katika issue nuclear ni kama walikoshafikia katika kilele. Lakini vile vile katika upande wa mali zile za Iran, Iran wanataka wapate takriban kama dola bilioni 12 katika dola bilioni 24 iliyoko kule Qatar. Ni jambo ambalo maana yake lilikuwa katika sehemu ya mazungumzo, na kama lilikuwa limeshafikia katika final stage, katika hatua ya mwisho. Halikadhalika katika sehemu kama ya Hormuz, mpaka Marekani kusema kwamba anakusudia kuondoa sehemu ya zuio lake, maana yake ni kama alikuwa shafikia katika sehemu ya makubaliano. Lakini shida kubwa iliyopo ni namna gani Marekani inaweza kumrescue Waziri Mkuu Netanyahu. Ndio tatizo lililopo mpaka hivi sasa. Rais Donald Trump hawezi kuwarudia wananchi wa Marekani kusema kwamba kwa hivi sasa ishu kubwa ni kwamba namna gani tutamrescue Waziri Mkuu Netanyahu. Ni jambo ambalo haliwezekani. Kwa hivyo kinachoonekana mpaka sasa hivi, Marekani kuweza kubackup movement ya Israel katika upande wa kusini mwa Lebanon, ni namna gani Marekani watamrescue Waziri Mkuu Netanyahu. Kwa sababu maana yake kukubalika kwa mazungumzo baina ya Marekani na Iran, automatically moja katika condition za mwanzo au masharti ya mwanzo ile memorandum of understanding ilikuwa ni kwamba maeneo yote ya Mashariki ya Kati vita itakuwa stop. Sasa ikiwa tutakuwa wamekubaliana katika mlango bahari wa Hormuz, wamekubaliana katika issue ya nuclear, wamekubaliana katika upande wa masuala ya fedha ambazo zimezuiwa za nchi ya Iran, kuna jambo lingine lipi kubwa ambalo linazuia sana makubaliano yasifikie katika ile cha mwisho? Ina maana jambo lilobaki kubwa ni moja tu, kwamba kuna mtu anaitwa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Ni namna gani Marekani inaweza ikamrescue? Ili Marekani iweze kumsaidia Waziri Mkuu Netanyahu, maana yake ni kwa kuiruhusu Israel iweze kuendeleza mgogoro wake katika upande wa kusini mwa Lebanon. Na katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba Iran kama wanahitaji mgogoro wa kusini mwa Lebanon uweze kustop, ni kwa kipindi hiki.
kama walivyoweka sharti katika upande wa Beirut, lakini vile vile sasa hivi wana nafasi ya kuweza kuweka sharti katika upande wa kusini mwa Lebanon kwa kuwaambia Hizbullah msichambulie kaskazini mwa Israel, lakini vile vile ikiwa Israel atashambulia katika upande wa kusini mwa Lebanon, basi Irani wataingia katika mgogoro moja kwa moja. Hilo peke yake lilikuwa linatosha kuweza kumaliza sehemu ya mgogoro huu. Pamoja na kwamba linaweza likawa lina madhara makubwa kwa Waziri Mkuu Netanyahu kiasi ambacho inawezekana ikaleta sintofahamu ya namna gani kwamba Israel wanaweza wakakubali option hiyo, lakini hilo lilikuwa lina nafasi kubwa kwa kuzingatia kwamba Marekani sasa hivi hawawezi kuingia katika mgogoro mkubwa, na ili hali kwamba kuna shughuli kama za World Cup ambazo zinakusudiwa kuanza hivi karibuni katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba hiyo ni hali ambayo imekuwa ikiendelea mpaka hivi sasa, na pamoja kwamba tumekuwa tuna matarajio kwa kadri siku inavyozidi kwenda ni kwamba tunaweza tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa. Nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.